Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, ndugu Emmanuel Tutuba, ametoa taarifa kwa umma inayotoa ufafanuzi kuhusiana na upotoshwaji ambao umefanywa na taarifa iliyotolewa na kuchapishwa kwenye vyombo mbalimbali vya habari tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2025. Katika taarifa tajwa imesema kwamba shilingi ya Tanzania ndio sarafu ambayo inafanya vibaya zaidi duniani kwa sasa. Taarifa hiyo potofu ilihusisha kuongezeka kwa ununuzi wa bidhaa zetu za nje, yani import, kuongezeka kwa deni la taifa, utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati kama bandari ya Bagamoyo na utekelezaji wa mradi wa bomba la mafuta kutoka Hoima, Uganda kwenda Tanga, bandari ya Tanga. Tunapenda kuongezea ufafanuzi kama ifuatavyo. Ukiangalia kwa upande wa kuongezeka kwa bidhaa zetu za huduma, ununuzi wa bidhaa na huduma kutoka nje, kwenye upande wa mauzo yetu kwa maana ya exports ya huduma na bidhaa kwenda nje, katika kipindi tajwa viliongezeka zaidi, na hivyo ilipelekea nakisi ya urari wa malipo ya kawaida, yani current account deficit, kupungua kutoka 3.7% kwenda 2.7%. Na hivyo hakuna uhusiano wowote na kuongezeka kwa manunuzi yetu nje na mwenendo wa thamani ya shilingi tunaoona katika hichi kipindi kifupi. Aidha, kwenye upande wa deni la taifa limeendelea kuwa himilivu. Ukiangalia uwiano wa deni kwa pato dhidi ya pato la taifa ni 41.1%, ambayo iko chini ukilinganisha na ukomo ambao unatambuliwa kimataifa wa 50%. Kwenye upande wa utekelezaji wa miradi, bandari ya Bagamoyo bado haijaanza, kwa hiyo hakuna fedha yoyote ambayo imetumika, na hivyo haiwezi kuleta pressure yoyote katika kwenye kuamua mwenendo wa thamani ya shilingi. Na cha mwisho, kwenye upande wa utekelezaji wa bomba la usafirishaji mafuta kutoka Uganda, thamani ya mradi huo ni bilioni 5. Na huo mradi unatekelezwa kwa pamoja na nchi za Uganda, Tanzania, China pamoja na mwekezaji. Sehemu ya mchango wa Tanzania kwenye mradi huu ni pungufu ya dola za Kimarekani milioni 400, na fedha hizi zimeshatolewa siku nyingi. Kwa hiyo haviwezi vikasababisha kwa namna moja ama nyingine kupelekea kufanya vibaya kwa sarafu ya Tanzania. Napenda nikufahamishe ni kwamba thamani ya sarafu ya Tanzania inaendelea kuamuliwa na nguvu ya soko, yaani demand na supply ya fedha za kigeni. Kwa hiyo ukiangalia katika kipindi tajwa, katika kipindi cha miezi 12 iliyopita, thamani ya sarafu yetu dhidi ya dola za Marekani ilipungua kwa 3.6%. Hata hivyo, katika mwaka wa 2024, thamani ya shilingi kuanzia mwezi Julai mpaka mwezi Disemba iliongezeka kwa 9.51%, na hivyo kufanya shilingi yetu kuwa mojawapo ya sarafu zinazofanya vizuri zaidi ulimwenguni. Sasa katika kipindi hicho kifupi cha kuanzia mwezi Disemba mpaka tulikuwa tunafanya vizuri sana, na mpaka sasa hivi mwezi wa 3, hakukuwa na ongezeko lolote kubwa la ununuzi wa bidhaa kutoka nje, hakukuwa na ongezeko kubwa la deni la taifa, hakukuwa na kiasi kikubwa cha fedha ambazo kimetumika kwenye miradi kama bandari ya Bagamoyo ambayo hata haijaanza, na vile vile pia kwenye bomba la mafuta. Na hivyo sababu zilizotolewa na maelezo yaliyotolewa yana nia ovu ya upotoshaji. Napenda niwaambie kwamba sarafu yetu, namna inavyoamuliwa thamani yake na muundo wake ni wa msimu, na msimu kuanzia mwezi Januari mpaka mwezi wa 7 huwa ni wa upatikanaji mdogo wa fedha za kigeni, na kuanzia mwezi wa 7 kwenda mpaka Disemba upatikanaji wa fedha za kigeni unaongezeka sana, na hii inapelekea thamani ya fedha ya shilingi dhidi ya dola za Kimarekani kuongezeka. Ndugu wananchi, napenda niwataarifu kwamba thamani yetu ya shilingi imeendelea kuwa imara ukilinganisha katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Hii imetokana na ukuaji endelevu wa uchumi
ambako uchumi umekuwa kwa 5.5 kwa mwaka jana 2024, na hivyo kufanya uchumi wetu kuwa mojawapo ya uchumi ambao unafanya vizuri zaidi. Aidha, kwenye upande wa mfumuko wa bei bado umeendelea kuwa tulivu, ikikuwa kwa 3.1 ukilinganisha na 4.6 ambayo ilikuwa hapo baada ya janga la uviko 2019, yani mwaka 2022. Aidha, kwenye upande wa madeni, deni letu imeendelea kuwa himilivu. Benki Kuu ya Tanzania inahakikishia wananchi kwamba itaendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi kwa kupitia sera yake ya fedha, ikilenga kuhakikisha uthabiti wa uchumi na utulivu wa bei, ikiwemo utulivu wa thamani ya shilingi ya Tanzania.